Mkuu wa shirika la nishati ya atomiki duniani Rafael Grossi anasema kwamba hapati ushirikiano katika masuala ya nyuklia na Iran. Anasema kwamba Iran lazima imarishe kwa umakini ushirikiano na wakaguzi wa Umoja wa Mataifa wa nishati ya nyuklia ili kuepuka kuongezeka kwa mvutano na nchi za Magharibi. Mkuu wa shirika hilo la kimataifa la nishati ya atomiki Bwana Rafael Grossi ameliambia shirika la habari la Financial Times. Grossi anasema kupitia Financial Times kwamba wakati IAEA imefanya takribani ukaguzi mara 12 nchini Iran tangu vita vyake vya siku 12 na Israel mwezi Juni, haijapewa fursa ya kufikia vituo vya nyuklia kama vile eneo la Fordo, Natanz na Isfahan ambavyo vimelipuliwa na Marekani. Hata hivyo, Bwana Rafael Grossi anasema kwamba hili litasababisha Iran kuingia katika mgogoro mzito dhidi ya mataifa ya Magharibi, jambo ambalo litakuja kusababisha vita nyingine katika siku zijazo. Amesema kwamba Iran inahitajika kuboresha kwa kiasi kikubwa ushirikiano wake ili kuhakikisha wakaguzi wanaingia katika maeneo ya nyuklia ya taifa hilo. Hata hivyo, iliwahi kutolewa taarifa kupitia kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran kwamba sasa wapo tayari kuendelea kushirikiana na IAEA, na hata waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi naye pia alinukuliwa akisema hivyo kwamba katika kipindi hiki wapo tayari kushirikiana na IAEA. IAEA ilienda mara kadhaa nchini Iran lakini haikupata ushirikiano wa kutosha na haikuweza kufahamu ni nini ambacho kinaendelea katika vinu vya nyuklia vilivyoshambuliwa na Marekani kwa kutumia mabomu ya Buster yaliyotumwa kwa kutumia ndege za B-2 kutoka nchini Marekani. Iran inaamini kwamba IAEA imekuwa wakala wa Marekani pamoja na mataifa ya Magharibi na imetoa taarifa zisizokuwa sahihi kwamba Iran imerutubisha kiwango ambacho kinaenda kutengeneza makombora ya nyuklia, huku ikidai baadhi ya taarifa kwamba hairuhusiwi kufanya ukaguzi katika maeneo mengi na hata haikujua ni kiwango gani cha uranium kilichorutubishwa zaidi ya hicho cha kilogramu zaidi ya 400 na kwamba kuna uwezekano kuna zaidi ya kilogramu 400 ambazo zipo nchini humo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran Ismail Baghei baadaye alisema kwamba Grossi anafahamu kikamilifu hali ya amani ya mpango wa nyuklia wa Iran na hapaswi kutoa maoni yasiyokuwa na msingi juu yake. Maafisa wa Iran wameilaumu IAEA kwa kutoa uhalali wa shambulio la bomu la Israel ambalo lilianza siku moja baada ya bodi ya IAEA kupiga kura ya kuitangaza Iran kuwa inakiuka wajibu chini ya mkataba wa kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia. Grossi aliambia Financial Times kwamba wakati wakala huo ulikuwa unajaribu kuangaza mahusiano mabaya na Iran kwa maelewano, nchi hiyo bado imekataa na ilihitaji kuzingatia kwamba hawaihitaji IAEA. Huwezi kusema ninasalia ndani ya kutoeneza kwa mkataba wa silaha za nyuklia halafu nisitii majukumu, Grossi alisema. Huwezi kutarajia IAEA kusema sawa kwa vile kulikuwa na vita huko katika kundi tofauti. Vinginevyo, ninachotakiwa kufanya ni kuripoti kwamba nimepoteza muonekano wote wa nyenzo hii, anasema Rafael Grossi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ya Bwana Rafael Grossi ambaye anaamini kwamba huenda uhusiano mbaya kati ya mataifa ya Magharibi ikiwa ni pamoja na Marekani na Israel dhidi ya Iran unaweza ukaongezeka ikiwa Iran haitaruhusu uhusiano chanya kati yake na shirika la nishati ya atomiki ulimwenguni IAEA. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia ujue mengi yanayojiri duniani kupitia hapa The World News.